Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwamba Marekani inapaswa kuachana na mpango wake wa kupigana juu ya masuala ya dawa za kulevya huko Venezuela, badala yake ingie katika mataifa ya Umoja wa Ulaya EU. Marekani ingekuwa bora zaidi kuilenga Ubelgiji ambayo hivi majuzi inaelezewa kama taifa la madawa ya kulevya na mmoja wa majaji wake, badala ya kushambulia meli ndogo kwenye pwani ya Venezuela. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alisema mnamo Jumanne. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Lavrov alikashifu mashambulizi ya anga ya baharini yaliyoidhinishwa na rais wa utawala wa Marekani Donald Trump, ambayo Washington inadai yanalenga walanguzi wa dawa za kulevya wanaoendesha shughuli zao katika visiwa vya Caribbean. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov aliyaita mashambulizi hayo vitendo vilivyochukuliwa bila kufuata utaratibu ambavyo vinaonyesha jinsi Marekani inajiweka juu ya sheria. Badala ya kulenga Nigeria na Venezuela na shughuli za kupambana na dawa za kulevya na uwezekano kukamata maeneo ya mafuta, Marekani inapaswa kulenga katika kutokomeza ugonjwa huu wa kijamii nchini Ubelgiji, Lavrov alisema. Marekani tayari ina wanajeshi huko na haitalazimika kukimbiza boti ndogo zenye wafanyakazi wa watu watatu kila mmoja. Lavrov alikuwa akirejelea taarifa za hivi majuzi za jaji wa Ubelgiji ambaye aliliandikia bunge kwamba miundo kama ya kimafia imekita mizizi nchini humo na kwamba sio kutia chumvi kusema tunabadilika na tuna serikali ya ulanguzi wa dawa za kulevya, alisema Sergei Lavrov akinukuu jaji kutoka nchini Ubelgiji, na hivyo kushinikiza kwamba kwa sasa Marekani inapaswa kuangalia pia mataifa ya magharibi badala ya kuonea mataifa kama vile Venezuela, huku akisisitiza kuwa Moscow inaichukulia Venezuela kuwa taifa rafiki. Lavrov alisema Urusi haina mpango wa kupeleka mali za kijeshi huko kama ambavyo Washington inadhani. Washington inasisitiza kuwa kampeni yake inalenga ugaidi wa dawa za kulevya, ikidai mamlaka ya kisheria chini ya mamlaka ya bunge ya kupinga ugaidi. Trump amehalalisha mashambulizi kama sehemu ya juhudi pana za kukabiliana na mtiririko wa dawa za kulevya, ikiwa ni pamoja na fentanyl nchini Marekani. Kulingana na utawala wa utekelezaji wa dawa za kulevya, Mexico ndio chanzo kikuu cha fentanyl kuingia nchini Marekani, wakati ushiriki wa Venezuela katika mitandao ya kimataifa ya usafirishaji haramu wa dawa za kulevya ni mdogo, hasa kwa kutumika kama kizuizi cha usafirishaji wa cocaine kutoka Amerika ya Kusini. Wakosoaji wanaishutumu Washington kwa kutumia masimulizi ya mihadarati kama kisingizio cha uwezekano wa operesheni ya mabadiliko ya serikali dhidi ya Caracas. Lakini taarifa zaidi zinaeleza kuwa ni mipango ya rais wa Marekani Donald Trump kumuondoa madarakani bwana Nicolas Maduro, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akimuona kama adui wa demokrasia. Ikumbukwe Nicolas Maduro ni kiongozi wa taifa hilo tangu mwaka 2013, akiongoza kupitia chama cha kisoshalisti miongoni mwa vyama rafiki vya Urusi pamoja na Uchina, na hivyo kitendo cha kutaka kumuondoa madarakani ni kitendo ambacho Urusi inakichukulia kama kitendo cha kihaini kinachofanywa na Marekani na uvunjivu wa sheria za kimataifa, huku baadhi ya wachambuzi wakiona Marekani kama taifa ambalo linataka kutawala ulimwengu kwa namna linavyotaka kwa kuvunja sheria za kimataifa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli iliyotolewa na Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni nchini Urusi, akisema kwamba ikiwa Marekani ina nia ya dhati ya kupambana na dawa za kulevya, inapaswa kuiangalia Umoja wa Ulaya, hasa taifa la Ubelgiji, ambapo kumetangazwa na jaji wa taifa hilo juu ya matumizi ya madawa ya kulevya ya kupitiliza ndani ya taifa hilo. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.